Habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali kufuatia video zilizosambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii zikionyesha wanafunzi wa vyuo vikuu wakimpiga na kumdhalilisha vibaya mwanafunzi mwingine wa chuo kikuu pia, ambapo wanadai ya kwamba alitembea na moja kati ya mabinti hao ambao kupitia akaunti ya Instagram ya Mange Kimambi inasadikika ya kwamba wanasoma UDSM, lakini binti ambaye alikuwa anafanyiwa vitendo vya kikatili, akipigwa, kukatwa nywele kwa kisu na kumwagiwa maji ya moto na vitendo vingine vingi vibaya, ikisadikika ya kwamba anasoma katika chuo cha Alzi. Ni vyuo ambavyo vipo jirani, lakini katika video inaonekana ni ugomvi ambao wanagombania mwanaume, na mwanaume huyo ni Mwijaku ambaye wengi wa Tanzania tunamfahamu. Jambo hili sasa limefika katika wizara husika, ambapo waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Daktari Dorothy Gwajima ameingilia kati jambo hili. Taarifa kwa umma kuhusu kukemea na kuchukua hatua dhidi ya mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu waliomdhalilisha binti mwenzao, Dar es Salaam, tarehe 20 ya mwezi wa 4 2025. Ndugu wananchi, pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote, nasikitika kuwapa taarifa kuwa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe 20 ya mwezi wa 4 2025, nilipokea tags nyingi kupitia mtandao wa Instagram wakinitumia video kadhaa zinazoonesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya, ambapo watu wa taarifa walidai kuwa mabinti hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini, huku wengine wakidaiwa kuwa wanasoma darasa moja na huyo binti wanayemdhalilisha na kumrekodi. Aidha, kwenye mazungumzo yao kama yanavyosikika, inaonekana ni ugomvi wa kumgombania mwanaume anayetajwa kwa jina moja la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa kujikita kwenye elimu na kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote na pia sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa, kwamba akipishana jambo na mwanamke mwenzie au mtu yeyote basi amfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Hatua nilizochukua: moja, nimewasiliana na manusura na kuzungumza na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia polisi, ambapo pia atapata msaada wa kisheria ili haki itendeke. Jambo la pili, nawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. Jambo la tatu, nawasiliana na waziri mwenye dhamana na elimu, sayansi na teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zaidi. Wito kwa wananchi kwa ujumla, ikiwemo wanafunzi wa ngazi mbalimbali, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa watoto, huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za kukatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Daktari Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Lakini pia katika caption yake katika taarifa hii ameweza kumshukuru Mange Kimambi: asante kwa ushirikiano, nimempata huyu binti na utaratibu unaendelea ili apate haki zake polisi. Mengi zaidi nitazidi kukujuza hapa kuhusu hili tukio ambalo limetokea na kuwa ni gumzo kubwa mitandaoni, wanafunzi wakimpiga na kumdhalilisha mwenzao, na ni tukio la kustaajabisha kwa sababu wanagombania mwanaume ambaye ni mume wa mtu, ana familia yake, ana mke wake na watoto wao, wakimgombania mwanamke huyo
wao wakimgombania mwanaume huyo, huku wakimpiga mwenzao, wakimkata nywele kwa kisu na matukio mengine kibao ambayo ni ya kuogofya. Kaa karibu nasi kila wakati kwa habari zaidi.